Ndugu wanahabari, napenda kusema kuwa tunaposema Dodoma fahari ya Watanzania, na siku 10 zijazo Dodoma inaenda kufaharishwa kwa mambo mengi mfululizo ambayo yanaifanya Dodoma iendelee kuwa na shamra kila wakati. Ikianza na mfululizo wa matukio tulionayo kuanzia tarehe 27 tunategemea kuwa na tukio kubwa la kupokea mabalozi kutoka ndani ya nchi ambao wanatoka katika nchi mbalimbali na pia mabalozi wanaotoka nje ndani ya Tanzania ambao wameenda kuhudumia nchi mbalimbali. Lakini tarehe 28 tunategemea kuwa na ugeni mkubwa na Chama cha Mapinduzi, ambapo Mheshimiwa Rais au mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa atakuwa anaweka jiwe la msingi katika eneo ambalo wanataka kujenga makao makuu ya chama. Lakini tarehe 29 na tarehe 30 kutakuwa pia na mkutano mkubwa wa Chama cha Mapinduzi ambao utafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, na tunafahamu hapa ndio makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mikutano hiyo imekuwa ikifanyika na kila inapokuja tunaichukulia kwa uzito wake tofauti. Lakini vile vile tarehe kuanzia tarehe 31 kutakuwa na maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo itaenda kwa muda wa siku 6 mfululizo, na Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango atazindua tarehe 31, na tarehe 5 mwezi wa 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atafunga maadhimisho hayo ya wiki ya mazingira. Lakini katika mtiririko huo tarehe 3 mwezi wa 6 sisi mkoa wa Dodoma tunasema tunataka tuonyeshe mkoa na dunia mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameyafanya kwa mkoa wa Dodoma kwa ngazi ya kata, kwa sababu hakuna kata ambayo haijapata maendeleo katika kipindi hiki. Kwa hiyo tutakuwa na siku inaitwa Samia Day tarehe 3 mwezi wa 6. Yote hayo yatakuwa ndani ya hizi siku 10 katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini leo naomba niende kuzungumzia kwa undani jambo moja mahususi ambalo litakuwa tarehe 27, ambalo ndio litaanza tarehe 27 mwezi huu wa 5 mwaka 2025, siku ya Jumanne ijayo, ambapo tunasema dunia itakuwa Dodoma, kwa sababu mabalozi wote ambao wanahudumu katika nchi ya Tanzania toka nchi mbalimbali duniani, na pamoja na mabalozi wa Tanzania ambao wametoka Tanzania kwenda kuwakilisha nchi katika nchi zao, watakuwa katika mkoa wetu wa Dodoma kwa jambo mahususi hapa katika mkoa wa Dodoma. Tunafahamu kuwa Dodoma hapa amekuwa makao makuu tangu 2017, na Mheshimiwa Rais wakati huo aliwapa viwanja mabalozi ambapo walitakiwa wahamie Dodoma kama ambavyo serikali imehamia Dodoma. Mkakati huu umekuwa ukiendelea kwa wakati wake, lakini tunauona umeenda polepole. Nitoe shukrani sana kwa Waziri wa Mambo ya Nje Mheshimiwa Mahmud Thabit Kombo, ambaye ameridhia na kutualikia mabalozi hao waje katika mkoa wa Dodoma. Kwa kushirikiana na mkoa wa Dodoma pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje tumeandaa siku hii kwa ajili ya kuwaleta mabalozi hao kwa madhumuni makubwa 4. Dhumuni la kwanza ni kuwaeleza waheshimiwa mabalozi mambo yaliyoko katika mkoa wa Dodoma, na kuwa Dodoma tuna huduma zote ambazo wakiishi hapa ni afya, ni elimu, ni miundombinu, ni maji, ni umeme na vitu vingine ambavyo vingemfanya mtu afurahie kukaa mahali. Tunataka tuwaonyeshe kuwa Dodoma tayari huduma hizo zipo na tunatamani waje sasa Dodoma. Lakini swala la pili, tunafahamu kwa Dodoma tunavyo vivutio vingi sana vya uwekezaji na fursa za uwekezaji. Tunatamani pia watu toka nchi mbalimbali waje Dodoma kwa ajili ya kuwekeza toka nchi zile ambazo mabalozi wetu wanatoka. Lakini 3, tunatamani sana kuwaambia na kuwaonyesha vivutio vya utalii ambavyo viko katika mkoa wa Dodoma, ili pamoja na kutalii maeneo mengine ya nchi yetu, na Dodoma pia waweze kuona ni sehemu na mahali sahihi, na kuna fursa ya wao kuweza kufurahia vivutio mbalimbali vya utalii katika mkoa wa Dodoma. Lakini swala la 4 ni kwamba tunatamani sisi tuwe na miji ya kimataifa ya kinchi mbalimbali katika mitaa yetu ya Dodoma. Ukienda nchi nyingine duniani utasema hapa mtaa huo anakaa nchi fulani, mtaa huu labda ni nchi fulani, lakini sisi Dodoma pia tunatamani dunia ihamie Dodoma. Kwa hiyo tunatamani pia tuwaambie mabalozi fursa hiyo. Mtu akisema mimi nataka mtaa wa China, tunamwambia upo hapa.
mimi nataka mtaa wa Wahindi, tunamwambia huko hapa ambako vyakula vya Kihindi vitapikwa, na mtu akisema nataka testi za Kihindi ataenda pale. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine tunatamani tuongee na mabalozi, lakini tunatamani kupitia wakati huo tuwaambie mabalozi kuwa Dodoma tunazo halmashauri 8, tunazo wilaya 7 ambazo zote hizi tunatamani zipate miji rafiki kutoka katika nchi zao, miji mbalimbali, tuweze kubadilishana uzoefu katika sekta mbalimbali, kwa sababu sisi tunataka tukwamue uchumi wetu wa mkoa wa Dodoma kwa kushirikiana na watu wengine toka nchi wanazotoka mabalozi. Jambo hili kwetu ni kubwa sana. Katika siku hiyo kutakuwa na ratiba. Ratiba itakuwa ni kwanza tutakaa nao kwenye ukumbi, mahali pazuri kabisa ambako tutawaonyesha mambo haya ambayo nimeyasema aliyoko Dodoma, lakini wanasema kuona ni kuamini. Kwa baada ya kukaa na kuwapitisha, kuambia Dodoma tuna nini na hayo ambayo tunayataka, tutatoka nao na kufanya ziara fupi ambayo itawapa nafasi mabalozi kuona mambo mazuri yaliyoko Dodoma tuliowaambia kwa macho yao. Kwa kutakuwa na ziara ambayo itaanzia katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Pale tukitaka kuwaonyesha kuwa hospitali ile ni kubwa, ina vifaa vya kisasa na ina hadhi ya kuhudumia watu wa kada zote. Kwa hiyo hata hadhi ya mabalozi na viongozi wakubwa wanaweza kuhudumiwa pale. Tukitoka pale tutaenda nao moja kwa moja katika mji wa serikali Mtumba ili waweze kuona maendeleo makubwa yaliyo katika mji ule wa Mtumba, kwa wizara zote zimeshajenga pale na chache ziko hatua za umaliziaji, na wao ni fursa nzuri sasa ya kuona viwanja vyao na kutafakari namna ya kuanza kuendeleza na labda baadaye kuhamia Dodoma. Lakini pia tutawapeleka katika uwanja wa ndege Msalato ambao unaendelea, utakuwa uwanja wa kimataifa, ambapo pale pia watapata nafasi ya kuona na kuamini kuwa kumbe Dodoma sasa baada ya muda mfupi mwaka huu upataweza kufikika toka nchi zao kuja moja kwa moja Dodoma, na kutoka Dodoma kwenda nchi zao, kwa sababu ni uwanja wa kimataifa ambako ndege za kimataifa zitatua pale Dodoma. Hayo yote yanatufanya tuione siku hii ni muhimu sana kwa mkoa wetu wa Dodoma, na tumeipa kauli mbiu siku hiyo inasema sisi tuko tayari kwa ajili yao, au kwa lugha ya wenzetu wanasema Dodoma we are ready for you. Kwa hiyo ndio kauli mbiu ya siku hiyo, lakini tunayo kauli mbiu ya kila siku ambayo tunaitumia sana kwenye uwekezaji na utalii, ambayo tumesema ichukue Dodoma ipeleke duniani na ichukue dunia ilete Dodoma. Kwa lugha ya wenzetu inasema take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Ndugu zangu wana Dodoma, jambo hili ni kubwa, jambo hili ni la kujivunia, na tunajivunia hasa kutokana na kazi nzuri anayofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amejenga mahusiano mazuri na nchi zote duniani zinazowafanya hata wakubali kufurahia kuja katika nchi yetu, na hayo yote tunayoyasema amekuwa akiyafanya katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji, utalii na mengine. Tunatamani sasa na Dodoma nako waweze kuja kwa furaha. Nichukue nafasi hii kuwatoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Ugeni huu ni mkubwa. Wana Dodoma tumekuwa ni wakarimu wakati wote, kwa kukarimu wageni, kwa kuonyesha tamaduni zetu za kuwaheshimu kila mtu. Kwa niendelee kutoa shime na wito, tutapoona wageni hawa pia tuwape ukarimu wa kutosha katika maeneo mbalimbali wataoishi, watakayopita na mengine, ili tuendelee kutunza sifa yetu nzuri ya nchi yetu ya Tanzania na mkoa wa Dodoma, lakini waondoke wakiwa sasa wameshapata shauku ya kuja kuishi na sisi na kushirikiana katika mambo mbalimbali. Tunasema Dodoma ni fahari ya Watanzania. Tukio hili litaenda kuifaharisha pia mkoa wetu wa Dodoma. Nimalizie kwa kauli mbiu zinazosema Dodoma we are ready for you. Take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Asanteni sana. Na hii tarehe 27 wakati wote wageni wakija ni fursa kwa wananchi wenyeji. Na Dodoma nimefurahi sana sasa hivi wajasiriamali wamekuwa ni wepesi sana. Utajua hata wamenusa saa ngapi kuna ugeni, utakuta wameshajaa wamepanga vitu vyao. Lakini tunajua wako wajasiriamali ambao watafaidika moja kwa moja kwa malazi, sehemu ambazo wageni wale watalala, na huduma zingine za kawaida, chakula na nini, hizo ziko wazi kuwa ni wazi wana Dodoma watafaidika. Kuhusu hili jingine, taratibu zinaendelea kufanywa za kuratibu nani ambaye au kitu gani tunafikiri ndaka tutangazia mkoa wetu wa Dodoma kutoka kwa wajasiriamali. Moja vitu tunavyopewa ambavyo hatuwezi kuvisema, labda zawadi zinatoka kwa wajasiriamali na vitu vingine ambavyo
watapewa wale wageni. Kwa hiyo tunaona kabisa ni fursa ambayo itawafaidisha sana wajasiriamali pamoja na makundi yote ya wananchi wa mkoa wa Dodoma. Lakini kubwa zaidi ni ile faida ambayo tunazipata hata baada ya wao kusikia, tunaziona kwetu zina manufaa makubwa. Na sisi ni ndoto zetu kuwa baada ya shughuli ile tuone mabalozi sasa wakianza kuleta wageni, kuleta watalii na nini, ambapo itakuwa sana mafaidiko ya kudumu ya kila siku. Lakini tukija kwenye ile tarehe 3 mwezi wa 6, sikuwa nimetaka kuyazungumzia sana kwa pamoja yale kwa sababu niliona bado yako mbele kidogo, lakini ni hivi tarehe tumekuwa tukiwa na utamaduni wa kuwaeleza wananchi na Watanzania kazi kubwa iliyofanywa na serikali yao, na sasa hivi tunasema serikali ya awamu ya 6 kupitia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika muda wa uongozi wake. Waliokuwekwa hapa muda mrefu mtakuwa ni mashahidi. Tumekuwa tukiandaa labda pale JK ukumbini, tunakaa tunaambia mafanikio ya miaka 2 ya Mheshimiwa Rais, mafanikio ya miaka 3 au kazi zilizofanya na miaka 3 na Mheshimiwa Rais. Sasa mwaka huu tunajua ametimiza miaka 5 ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo yeye binafsi miaka 4, lakini ukihesabu kwa mama ya utekelezaji wa ilani sasa ni miaka 5. Kwa hiyo tunayo nafasi au fursa ya kuwaeleza kama ambao tumekuwa tukiwaeleza wakati mwingine. Kwa hiyo tukaona ile ya kuweka watu ukumbini kuwaambia, wenda ni watu wachache wanaopata fursa ya kuyajua yaliyofanywa na serikali. Na serikali inatamani wananchi wake wawe wazalendo, waipende nchi yao, na hawataipenda kama hawajui nchi yao imefanya kitu gani. Sasa tukaona wakati huu tuisherekee kwa namna tofauti au tutoe ujumbe huo kwa namna tofauti. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa 6 itaenda kufanyika kwa ngazi ya kata, kwa sababu kila kata katika serikali ya awamu ya 6 hakuna kata ambayo haijapata maendeleo, haijapata miradi, haijafanyiwa chochote na serikali. Mheshimiwa Rais amepeleka miradi ambayo inagusa maisha ya wananchi, ndio maana unaikuta iko miradi kwenye kata. Ukienda kama utakuta elimu, utakuta afya, utakuta barabara, utakuta barabara, utakuta umeme, utakuta maji na mambo mengine. Kwa hiyo tukaona tuende kwenye ngazi ya kata, ambapo kila kata siku hiyo moja tutakuwa na tukio kubwa la kila kata kuweza kusema kwenye kata yetu yamefanyika mambo gani katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo siku hiyo watu wa kata watakutana pale katika makao makuu ya kata yao kwa kufanya shughuli mbalimbali. Watakuwa na michezo, wakiwa na ng'ombe watachinja na ng'ombe, watafanya hivyo, lakini wakati huo wakiambiana mambo yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kata husika. Kwa hiyo ni siku hiyo, si waandishi wa habari mtagawanaje, maana tunataka kila kata habari zake zije, na tuna kata 209 katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo huenda kila kata tukataka mtu mmoja aende ili aweze kutoa habari ya kata husika, na ndio maana siku hiyo katika mkoa wetu wa Dodoma tumeita Samia Day, siku ya Samia, kwa sababu tunaeleza kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kwa ngazi ya kila kata. Wanafanya hata wenyewe wanakuwa na shauku, na mimi nimemsikia nyakati nyingi Mheshimiwa Rais akiongea nao akiwa anawakumbusha kuwa bado tunaongoja mwamie Dodoma kama makao makuu ya nchi. Na furaha tulionayo ni kwamba hivi karibuni, ni wiki moja sasa imepita nadhani, ambapo tuliona ubalozi wa Uganda ukiwa unamkabidhi mkandarasi site ili aanze ujenzi. Kwa hiyo ile ilikuwa ni hatua kubwa sana ya kuona sasa utekelezaji unaweza kuendelea. Lakini sisi wote ni mashahidi pia, tuliona mwaka jana ubalozi wa Ethiopia uliweka jiwe la msingi katika eneo la ofisi zao kuonyesha kuwa sasa na wao wako tayari. Ndio maana nimesema kuwa mwanzo walipokuwa wanapewa viwanja vile, viko vitu vilikuwa ambavyo ni muhimu viwepo Dodoma kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kidiplomasia ambavyo vilikuwa havijakamilika. Moja wapo nilikuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa huu ambao muda wote mtu akipata dharura anataka kwenda nchini kwake, basi safari isiwe ndefu. Sasa wote tunashuhudia kuwa uwanja leo unaenda kukamilika. Hiyo ni hatua kubwa sana ya kuelekea kuwaambia sasa tuko tayari. Lakini nyingine ilikuwa ni huduma za afya ziwepo ambazo zina hadhi hizo za namna moja au nyingine, ambazo zinaweza zikahudumia makundi tofauti tofauti. Wote sisi ni mashahidi. Sasa hivi Benjamin Mkapa tunaiona ina vifaa vyote mheshimiwa ameleta pale, ambavyo kila mtu anaweza akapata matibabu sahihi bila shida yoyote. Hayo yote tunaona sisi ni nafasi nzuri ya wao kuwa tayari sasa, kuwa na utayari wa kujenga, na ndio maana tunaona huo utayari umeanza. Hakukuwa na deadline
ya moja kwa moja, japo kupitia ofisi ya waziri mkuu alikuwa anaelekezwa kwa angalau ikifika 2030 tutafurahi kama mtakuwa mmehamia. Kuhamia tunajua nao ni gharama, ni fedha ambayo wanatakiwa pia nchi zao zitoe kwa ajili ya ujenzi, lakini sasa ni huo ule ushawishi wa Mheshimiwa Rais tunauona, ushawishi mzuri wa nchi yetu unawafanya wanaanza kuonyesha utayari wa kuhama na kuhamia Dodoma pamoja na uwepo wa huduma zilizopo.